Bunge News, mikutano ya wabunge, maendeleo majimboni na wasifu wa wabunge binafsi. Mwenyezi Mungu mtukufu, muumba mbingu na dunia, umeweka katika dunia serikali za wanadamu na mabunge mataifa ili haki yako itendeke. Nilimuita Mheshimiwa Joseph Msukuma. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi kwa mara yangu ya kwanza leo toka tuchaguliwe. Niwashukuru wananchi wa jimbo langu kwa kuendelea kuniamini na mimi nitaendelea kufanya kazi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru. Na mimi naomba nitoe mchango wangu kwa pendekezo ya mpango tunaojadili. Kwanza nina imani kubwa sana na profesa kama msimamizi wa mpango na waziri. Tunakuelewa, lakini ninao ushauri ambao nadhani ni vizuri nikatoa ushauri. Kwa muda mrefu nikiwa bungeni, sisi Tanzania hatuna shida na mpango na mawazo. Mawazo tunayo mengi sana tu, mpaka na ziada na library tumeweka. Tatizo ni utekelezaji wa mpango wenyewe. Kila mwaka tunapanga vizuri, linapofika swala la utekelezaji tunatawanyika, na mara nyingi waziri wa mpango anakuwa kivyake, waziri wa wizara nyingine hamzungumzi lugha moja kwenye kutekeleza huu mpango. Mheshimiwa Mwenyekiti, kila mwaka maandiko yanakuja yanasema tuwaimarishe wakandarasi wa ndani. Nyinyi wote ni mashahidi, tunatoka kwenye jamii inayotuzunguka ya wakandarasi. Kama kuna watu wanaishi maisha ya vidonge vya pressure kwenye mifuko ni wakandarasi. Na tunazungumza tu kirahisi, tuwaimarishe, lakini kazi zinapotoka zinapewa wageni. Na ukisoma mikataba ya wageni ina kikomo. Ukichelewesha kulipa unapigwa penalti. Ukienda kwenye mikataba ya wazawa unamcheleweshea hata miaka miwili, kila siku anajikomba maofisini. Hii sio sawa. Tunatengeneza mpango mzuri, lakini kusimamia hatuwezi. Na mimi nikuombe profesa, nimeona umesema unataka kuwaimarisha wakandarasi wa ndani. Hivi kwa nini kuna kazi tunaweza tukasema kuanzia hata bilioni 50 hata bilioni 100 zote wapewe wazawa? Sasa unaweka kazi unawashindanisha na wageni. Wageni wanajua kurobwa, wanarobwa, wakandarasi wetu wanabaki kuhenyeka na vumbi na kulipa hatuwalipi. Hii sio sawa. Kama kweli tunakubaliana kwamba tunataka kuimarisha wakandarasi wetu wa ndani, ni vizuri tukatenga kiasi cha pesa, kama kiasi labda bilioni 50 au bilioni 100. Hizi zisishindaniwe na wageni, zishindaniwe na wazawa. Hapo ndipo tutakapoimarisha uchumi wa nchi yetu, kwa sababu pesa yote itabaki huku kwetu ndani. Mheshimiwa Mwenyekiti, nichangie. Nimefurahi sana kusikia wenye viti wa bodi sasa wataingia kwa kushindana. Hili ni jambo zuri sana, na mimi leo ni kama mara ya 4 nazungumza. Mwenyekiti wa bodi ndo mbeba maono. Sasa mara nyingi imekuwa kama cheo cha shukrani. Mtu anastaafu na miaka 70, kashindwa kufanya kazi vizuri akiwa kazini, ameshakuwa mstaafu, maisha amempiga kule, unamchagua tena unampa bodi. Hana atachopoteza na muda wake wa Mungu umeshafika miaka 70. Kwa hiyo anaenda pale kukaa tu na kusinzia, matokeo yake tunaanza kusumbuana. Nashukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti na Mheshimiwa Waziri. Ninafurahi waingie kwa ushindani, lakini na umri pia. Mtu akishastaafu anatakiwa pumzike, mawazo mapya yaingie. Na mimi natoa mfano mmoja. Tulipata mwenyekiti kwenye kamati yetu ya nishati, Nyasao, ambaye sasa ni waziri wa ulinzi. Ni kijana, kapiga kazi vizuri, kapelekwa UNICEF, kapiga kazi vizuri, leo waziri hapa. Sasa unachukua mtu amesha expire, tena unamtundika kazi ya kuzurura. Haiwezekani. Anataka kwenda akajirizishe mradi, anataka kwenda sijui Liganga na Mchuchuma. Ukiangalia hapa ana pingili zimechengana, basi anafanyia kazi kwenye simu. Mimi nadhani hili wazo ni zuri kabisa Mheshimiwa Waziri, kwamba ipatikane hiyo kazi kwa ushindani, lakini pia na umri uweko, kwamba tunashindana na watu wa design gani. Ukishindanisha watu wameshastaafu na uwezo, hawezi kukompiti na kijana wa miaka 45 katoka chuo kikuu lakini ana mawazo mazuri. Kwa hiyo niombe sana hilo tuliweke kama ninavyoshauri. Swala lingine, Mheshimiwa, bado nasema utekelezaji wetu wa mipango inakuwa mizuri, lakini serikali mnakuwa hamuongei lugha moja. Natoa mfano wale mnaotoka Dar es Salaam. Sisi tulipanga vizuri, tutajenga barabara za mwendo kasi, tutajenga barabara za njia 4. Nyinyi mnaopita ile barabara ukishuka airport, niambieni mmefananisha na nchi gani ile barabara? Tunazunguka wote huko duniani.
Nchi gani unatoka airport vizuri, ukishaingia barabara ya kwenda posta, yani gari inaenda hautulii, inazunguka hivi, wakati huku mliacha eneo. Ni ramani mliitoa wapi ya njongi hizo kona kuanzia mwanzo mpaka mwisho? Na leo tunatengeneza kwenda mpaka Tegeta. Kwa hiyo chukua mfano mtu anayeishi Tegeta, akitoka airport ya Dar es Salaam, zile kona unahesabu moja mpaka utafika Tegeta kona 100. Concentration ya kustarehe kwenye gari hamna. Huo mpango ulitengenezwa na nani? Mlijifunza wapi? Sasa mimi niwashauri sana ndugu zangu, kwa kweli tunafika mahala tunaona sasa kama hamzungumzi lugha moja. Ni vizuri tukawa na lugha moja. Unapotengeneza mpango mshirikiane. Tunajenga leo barabara, baada ya miezi 2-3 unaona tena wengine wanakata barabara, wanapitisha waya wa umeme, wanakata barabara, wanaweka mabomba. Jamani, kwani kwenye mipango yenu hamjui kama huku kuna watu, huku hakuna watu? Jamani, hii kitu tunafika mahala kushauri, kwa kweli mtaona kama tunawapinga. Lakini ndugu zangu, nyinyi hasa mlio bahatika, mainjinia na wasomi tuliowaamini kwenye mawizara, tengenezeni mpango wa pamoja, mshirikiane. Mnapotengeneza kila mtu alete hitaji lake, mnapotaka kutengeneza kitu kimoja. Lakini sio tunatupa hela leo, baada ya wiki moja tunakuta girenda zinalia, tunapitisha bomba la maji kupeleka kulia. Hili ni taifa la wasomi, na sisi tunawaamini. Tengenezeni vitu vya kisomi, msitengeneze vitu vya bla bla. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nimekuwa kwenye kamati ya nishati muda mrefu. Tumeshauri kwenye madini. Kutoka tulikokuwa leo mwaka 2017, ukiangalia makusanyo yaliyokuwa yanakusanywa kwenye dhahabu, ukiangalia leo tunachangia 10%. Lakini kuna vitu tunazungumza leo, mwaka wa 3 tuko huko. Alikuja Waziri Mavunde hapa akasema Vision 2025-2030. Tunanunua ndege tupime. Eneo letu limepimwa 16%. Tumeimba kila siku. Leo mwaka wa 3 bado tunaoda ndege. Hii ndege inatengenezwa wapi? Tununue ndege ili tupime, tukusanye dhahabu. Nyinyi wenyewe mmeona mafanikio. Kutoka 0 leo tuna tani 17 ndani ya miezi 14. Ukiona ng'ombe anatoa maziwa, mlisha na majani ili maziwa yatoke mengi. Sasa tunakuwa tunapanga vitu halafu kukamilisha hamkamilishi. Sasa hii inakuwa kiukweli sio vizuri. Lakini nikuombe sana Profesa, wewe, mimi nakuamini sana Profesa, na imani utasimamia vizuri. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nizungumze. Mimi ni mbunge awamu ya 3 na nilikuwa nafuatilia sana bunge, hasa wabunge wanaotokea kanda ya Ziwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, wabunge wanaotokea kanda ya Ziwa, tumezungumza swala la airport. Kuna taarifa Mheshimiwa Msukuma. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kumpa taarifa kaka yangu Msukuma, mtu bingwa wa jimbo la Geita. Nimpe tu taarifa kwenye kila alichokuwa nazungumza kuhusu madini. Mimi ndio mchimbaji mdogo katika nchi hii. Napenda kumpa tu taarifa kwamba juzi Waziri Mavunde, waziri makini wa Wizara ya Madini, amerusha ndege ya Bariki kwa ajili ya uanzishwaji wa kupima maeneo kwa ajili ya madini. Alikuwa hajapata hiyo. Mheshimiwa, unaipokea taarifa hiyo? Namkaribisha bungeni. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Mimi sizungumzi ndege ya Bariki. Tunazungumza ndege ya serikali ya kwetu wenyewe. Hatuwezi kutumia ndege za kuazima watu. Kwa hiyo karibu na leo. Nakushukuru sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba kushauri. Kwa kweli tufike mwisho. Hebu oneni aibu. Mimi nimekuja hapa mwaka wa 15. Kulikuwa na wabunge. Tunazungumza Mwanza International Airport. Kwani hamuoni aibu? Yaani kila mwaka mnatuambia tuna karabati. Profesa Ambarawa yuko hapa, alinialika kwenda kutia saini. Tukazungusha na mabati, tukafanya na sherehe, tukapiga na ving'ora. Sasa hivi mmeng'oa tena na mabati na mkandarasi hayumo. Hivi jamani, mnatuonaje? Mpaka tuongee nini sasa ili mjue kama mnatukera? Hivi kweli sisi Mwanza ni watu hakuzidiwa na airport ya Arusha mjini ndogo, ile airport ndogo, mnaweka mavio, mnaweka manini, sisi mnatuzungushia mabati? Hapana. Profesa, niwaombe tufike mwisho. Moja ya sehemu yenye uchumi mkubwa kwenye mambo ya ndege ni Mwanza. Lakini tunakuwa wa mwisho, tunazidiwa mpaka na ibada kuli. Batukubani. Mpaka tuongee nini sasa?
Tuongee nini? Sehemu ambayo mnapeleka ndege moja kwa wiki, tunajenga majengo mazuri, tumejenga runway kubwa. Sehemu ambayo tunapeleka ndege mpaka Dreamliner, tunakaa tunaongea kitu hakifiki mwisho. Mnapanga mipango mwaka huu, tunakuja tunapangua tena, tunaweka mwingine tunapangua. Ni nini kimetokea mpaka mmemuondoa mkandarasi aliyekuwa pale? Ni nini? Mlizungusha mabati, tumeshindilia, tukaanza kung'oa vioo, sasa hivi vioo vinaanguka. Mkandarasi naye ametoa vitu. Jamani, fikeni mahala muone huruma, na sisi ni kipande cha hii serikali na tuna uchangiaji mkubwa sana kwenye mapato ya hii nchi. Na sisi ndo tunaongoza kusafiri. Kanda ya Ziwa ndo tunaongoza kusafiri. Tumejenga mpaka uwanja wa Msoma tunazindua. Wa Mwanza ni story, ni swaga. Tukichuka pata na Dreamliner, hamna hata pa kujikinga, wageni wanaroa na mvua. Au nani ameturoga kwenye uwanja wetu wa Kanda ya Ziwa? Niombe sana tufikie mwisho, tunapopanga mipango ifike mwisho. Na profesa, kama na mwakani tena tukiwa hai, ukija tena na mpango wa 27, 26 ngapi, tunaupiga chini. Mimi ni kueleza nakushukuru sana mheshimiwa sana. Baada ya maneno hayo, naahirisha shughuli za bunge. Bunge News.